एक ज़माना था कि मेरा नाम भी मस्तूर था। उस ज़माने में खुदा ने दी थी शोहरत की खबर, जो कि अब पूरी हुई बाद अज़ मरूरे रोज़गार। A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ndugu mpendwa mtazamaji wa vipindi vyetu katika runinga yako MTA Africa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu, karibu katika kipindi chetu, kipindi ambacho unakienzi sana, Maktaba ya Masihi. Maktaba ya Masihi ni kipindi ambacho tunachambua kwa undani maandishi na maandiko ya vitabu vya Masihi Maud alayhi wasalam. Na leo tutakupatia siri kubwa zaidi ambayo imejaa hekima. Kwa nini? Masihi Maud alayhi salatu wasalam alisema ya kuwa lugha ya Kiarabu ni lugha ambayo inatumika kule binguni na ndiyo lugha ya mama wa lugha zote. Naam, katika kipindi cha leo tutazungumzia kitabu chake kinachoitwa Minanur Rahman. Minanur Rahman ni kitabu ambacho amekieleza na amekiandika kwa lugha ya Kiarabu. Imetafsiriwa katika lugha ya Kiurdu pia, na ni kitabu ambacho kimebeba madhumuni mengi sana. Naam, sitaongea sana. Karibu na mimi katika studio. Siko peke yangu, ninao hawa wageni ambao watanisaidia kuchambua kitabu hiki Minanur Rahman. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu zanguni, karibuni tena katika msimu huu wa 3, kipindi cha pili. Na nimeeleza tu kule mtazamaji apate kuelewa ya kuwa leo tunasoma ama tunaeleza kitabu cha Masihi Maud alayhi salatu wasalam, Minanur Rahman, kitabu cha pili katika Ruhani Kazain, juzuu ya 9. Naam, ni kwa nini Masihi Maud alayhi salatu wasalam ameeleza katika kitabu hiki ya kuwa Kiarabu ni mama ya lugha zote na pia ni lugha ambayo inatumika kule binguni? Tafadhali. Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, mwanzilishi mtukufu wa Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, ameeleza katika kitabu hiki cha Minanur Rahman kwamba lugha ya Kiarabu ndiyo mama ya lugha zote na ndiyo lugha ya kimbinguni. No. Katika maelezo yake alielezea kwamba lugha hii chanzo chake ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe, kwa sababu imechukua lugha zote ambazo ziko katika ulimwengu huu. Mizizi yote ya lugha ambazo ziko katika ulimwengu huu imetokamana na lugha ya Kiarabu. No. Ameelezea kwa kina kwamba kulikuwa na upotoshaji mwingi wa watu wakisema kwamba lugha ya Kiarabu, lugha imetokamana na juhudi za binadamu tu. Na hususan lengo la kitabu hiki ilikuwa ni kwamba mnamo mwisho wa karne ya 19 waliibuka wanazuoni wengine, wana falsafa, wakisema kwamba lugha ilitokana na juhudi za binadamu, kwamba ilitokana na ishara na sauti tu, alafu ikajengeka taratibu, alafu ikawa ndio lugha. Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam amekanusha nadharia hii kwa sauti kubwa sana, akisema kwamba lugha ya Kiarabu ni ufunuo, na lugha ni ufunuo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hususan lugha ya kwanza kabisa kufunuliwa kwa mwanadamu ni lugha ya Kiarabu, akielezea kwamba lugha ya Kiarabu ndiyo lugha ambayo imeweka mambo yote kwa ubainifu. Siri za Mwenyezi Mungu ambazo zilikuwa zimefichika kwa wanadamu sasa zimepambanuka wazi kutokana na Qur'ani tukufu. Kwa hivyo lugha ya Kiarabu ambayo ndiyo lugha ya ufunuo wa Qur'ani tukufu imetoa mwangaza kamili, na Qur'ani tukufu ikawa imetoa mafunzo kiasili, kiasi hiki kwamba hakuna mkosoaji yeyote atakayetokea asema kwamba lugha hii haina utajiri. Ni lugha ambayo ni tajiri katika lugha zote za ulimwengu huu. Naam, asante sana Mwalimu Saib. Naam, ndugu mtazamaji, huyu alikuwa ni mwalimu wetu, Mwalimu Idi Makoha Saib, na vile vile akieleza kuhusiana na umuhimu wa lugha ya Kiarabu na ni vipi Masihi Maud alayhi salatu wasalam alieleza hii ni mama wa lugha zote. Asante sana. Naam, Mwalimu Saib, Musa Saib, hebu tueleze ni kwa nini Masihi Maud alayhi salatu wasalam aliona umuhimu kutumia mfumo wa mizizi ya maneno kuthibitisha lugha hii nzuri, lugha ya Kiarabu. Tafadhali Mwalimu Saib.
Sayyid Ahmad alayhi salatu wasalam, namna ulivyouliza, ni kwamba amechukua mbinu hii ya kuchunguza mizizi ili kudhibitisha ubora wa lugha yote ile, na anasema kwamba lugha ya Kiarabu ni lugha tajiri kwa mizizi, kwamba ina mizizi mingi zaidi, takriban 2,700,000 ukilinganisha na lugha zingine ambazo na mizizi michache tu, kama lugha ya Kisanskristi ambayo ina mizizi 4,000 tu. Kwa hivyo anasema kwamba kutokana na wingi huu wa mizizi, unapatia mtaalamu yoyote au yule ambaye anataka kuitalii katika lugha hii akapata nafasi kubwa ya kupanua kazi yake au kupanua ile lugha ambayo anaitumia. Kwa hivyo anaeleza kwamba wingi huu wa mizizi unaipa lugha ya Kiarabu ubora dhidi ya lugha zingine zote. Kwa mfano ulivyoona kwamba bwana mtangazaji, hizi ni mizizi mingi zaidi, yani zile vocabularies ambazo ziko katika hii lugha ukilinganisha na hizi lugha zingine ndogo ndogo. Kwa hivyo anasema kwamba lugha yoyote ile inapaswa kumpa mtaalamu yoyote katika fani yoyote kwamba kufafanua na kukamilisha kazi yake vizuri akitumia lugha ile bila kutaka kuchukua maneno kutoka kwa lugha nyingine ya kigeni na kuingiza katika lugha hii. Kwa mfano anasema kwamba ikiwa mtu ni mtaalamu wa sayansi na anafanya kazi ya kisayansi, anaandika labda kazi ya kisayansi, kwamba ni lazima aweze kukamilisha ile kazi yake ya kisayansi kwa kutumia lugha ile haswa ambayo anaitumia bila kuchukua maneno ya kigeni kukamilisha ile kazi yake. Awe ni mtaalamu wa kisheria vile vile, anapaswa kutumia ile lugha haswa husika kukamilisha kazi yake. Awe ni mtaalamu wa mambo ya hali ya hewa, astronomy na kadhalika, lazima aweze kukamilisha kazi yake kwa kutumia ile lugha ambayo anafanya kazi ile. Lakini ikiwa lugha haiwezi kukamilisha au kutimiza haja hii, basi lugha kama hii haiwezi kuwa ni bora wa lugha zingine zote, na lugha ya Kiarabu pekee ndio inatimiza haja hii, kwamba mtaalamu yoyote wa Kiarabu atakayetaka kufanya kazi yoyote anaweza kufanya kazi yake kwa kutumia tu lugha ya Kiarabu na ile misamiati ya lugha ya Kiarabu bila tatizo lolote na bila kutaka kuchukua msaada kutoka kwa lugha zingine zozote zile. Kwa hivyo kwa njia hii Sayyid Ahmad al-Islam anadhibitisha kwamba lugha ya Kiarabu peke yake kwa wingi huu wa mizizi 2,700,000 inadhibitika kuwa ni bora kuliko lugha nyingine yote ile. Na pia anasema kwamba swala la kuchambua ubora wa lugha, kwamba ni lugha gani bora, ni swala la kitaalam na linataka wasomi, na wala sio swala ambalo mtu yote tu anaweza kuliingilia. Kwa hivyo anasema kwamba hili ni swala ambalo lazima lishughulikiwe na watu ambao ni wasomi. Pia amewashukuru wale wataalamu wake wa Kijamaat Ahmadiyya ambao walizama katika kazi muhimu na kumsaidia kufanya ule utafiti na kuja na kazi hii muhimu kudhibitisha ubora wa lugha ya Kiarabu. Na amewataja kila mmoja kwa jina akiwashukuru kwa kazi yake na akiwaombea dua kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na anasema kwamba kazi hii yote aliyoifanya hakutaka sifa kutoka kwa watu, bali alitaka ridhaa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Sayyid Ahmad al-Islam anadhibitisha kwamba kila alilolifanya alilifanya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sio kutafuta mapenzi ya watu au sifa kutoka kwa watu. Na kwa hakika Mwenyezi Mungu naye akaridhia kwake pia na akamsaidia pia kueleza kwa ufasaha lugha ya Kiarabu. Naam, na pia umetueleza, inashangaza kuwa milioni sio kitu chache. Milioni ni nyingi kweli, lakini sasa tunaeleza Masih Maud alayhi salam anaeleza 2,200,000 ya kuwa lugha ya Kiarabu ina utajiri mkubwa kiasi hiki. Naam, asante sana Maalim Saib. Naam, Maalim Idi Saib, ningependa ueleze yule mtazamaji kuhusiana na, tunaona wale Waarabu wakitaka kujieleza kiustadi zaidi, utapata ya kuwa wanatumia shairi ili kujieleza, na hii inaonyesha ya kuwa yule ana ufasaha na ustadi wa lugha kile, lugha ya Kiarabu hasa. Na tunaona ya Masih Maud alayhi salatu wasalam katika kitabu hiki kuna kasida amekieleza. Hii kasida ameeleza nini katika ndani yake tafadhali? Ndani ya kasida hii ambayo imeandikwa katika kitabu cha Minanur Rahman, Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam ameeleza mambo mengi sana. Naam. Na katika mambo ambayo ameeleza, kwanza alianza kasida hii kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu, kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa umbali aliyomleta mpaka akawa yeye anapata fursa ya kuchambua maandiko yake katika kiwango kile ambacho watu wengine hawakuweza kufikia. Naam. Alafu akamtukuza Allah pia kwa sifa zake maalum na kusema kwamba ndiye mlezi ambaye amemlea kiasi hiki kwamba sasa ana uwezo wa kuwaeleza watu na wakaelewa bayana
uzuri wa lugha ya Kiarabu. Katika kaswida hii pia akamgemkia mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumsifia kabisa kwa sifa zake kochokocho. Pamoja na hizi sifa akawa anaelezea jinsi ambavyo masahaba watiifu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jinsi walivyoteseka katika kumtii na kuihudumia dini ya Kiislamu, kiasi hiki kwamba wengine walipoteza maisha yao, wakawa wamekufa mashahidi kwa sababu tu ya kuwa walipenda dini yao na walimpenda Allah na kumpenda mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatu, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam akawageukia wale ambao walikuwa wakimkanusha katika kila hali, wapinzani wake, ambao akiangalia alikuwa anaona kwamba si watu waliokuwa na hoja yoyote, isipokuwa kwa sababu ya upotevu wao, kwa sababu ya giza la kielimu ambalo lilitanda juu yao, walianza kumpinga Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, na hata upinzani wao ulikuwa hauna msingi wowote. Kwa hivyo akawalaumu na kumalizia kwa kusema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa yeye ndiye amezienea mbingu na ardhi, yeye ndiye anafaa kutukuzwa na ndiye yeye anamtegemea Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kwa malezi na mafunzo aliyemfunza mpaka akafikia kiwango hiki kwamba aliweza kuelezea mafunzo yake kwa njia ambayo ni bayana zaidi. Naam, na hii inathibitisha kwa yule mtazamaji apate kuelewa ya kuwa huyu mwanzilishi wa Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam, ambaye alikiandika kitabu hiki Minanur Rahman, basi kitu ya kwanza inathibitisha ya kuwa alikuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu na alikuwa na upendo zaidi na Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kasida hii ameanza kumhimidi Mwenyezi Mungu na kule kumsifu yule mtume wetu Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, na pia ukieleza kuhusiana na ustadi alichokiandika katika kitabu hiki. Naam, Mwalimu Musa Saib, tumepata kuelewa kuhusiana na nini Masih Maud alayhi salatu wasalam alikiandika katika kitabu hiki, na pia tunaona lugha ya Kiarabu ni lugha pana sana, na mtu najua akisoma kitabu cha Masih cha lugha ya Kiarabu kwa moyo mkunjufu, basi atapata ya kuwa huyu alikuwa na ustadi zaidi wa lugha ya Kiarabu. Na nikikumbuka simulizi moja ya rafiki yangu, ni mishonari kule Amerika, anaeleza ya kuwa kuna jamaa ambaye alishiriki katika kuandika katiba ya Sudan. Unajua wanatumia lugha ya Kiarabu, na yule alikuwa anaelewa Kiarabu zaidi. Akakisoma kitabu kimoja cha Masih Maud alayhi salatu wasalam kwa lugha ya Kiarabu, na baadaye akaeleza yule mishonari ya kuwa nataka vitabu vyote vya Masih Maud alayhi salatu wasalam ambavyo vimeandikwa kwa lugha ya Kiarabu. Vipi Masih Maud alayhi salam alikitumia lugha hiki kuandika kitabu hiki? Naam, Mwalimu Saib, hebu tueleze sasa ni kwa nini Masih Maud alayhi salatu wasalam alikiandika kitabu hiki, na ni hoja gani ambayo alitoa kuthibitisha ubora wa lugha ya Kiarabu na pia kuthibitisha ubora wa Qur'ani tukufu? Tafadhali. Ni kweli kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alitumia lugha ya Kiarabu ili kuandika kitabu hiki Minanur Rahman, na sababu ni kwamba alikuwa anachambua ubora wa lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo akaona kwamba ni vizuri kuandika kitabu chenyewe katika lugha ya Kiarabu, kwa sababu kutumia lugha tofauti kuchambua ubora wa lugha ya Kiarabu basi haingeleta maana nzuri. Kwa hivyo akadhibitisha kwamba lugha ya Kiarabu ni lugha ambayo imeteremshwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe, vile tulivyosikia kule nyuma kwamba ni lugha ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe ameiteremsha na wala si matokeo ya juhudi za watu. Na pia akaeleza kwamba Mwenyezi Mungu akaiteremsha Qur'an kwa lugha ya Kiarabu ili kufafanua ule ufasaha wa lugha yenyewe ya Kiarabu, na sababu ni kutokana na lugha hii ya Kiarabu kwamba mtu anaweza kujua zile sifa za Mwenyezi Mungu na ile hekima na ile mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ameeleza kwamba haya yote yamefafanuliwa vizuri katika Qur'an tukufu kwa Kiarabu fasaha kweli kweli. Kwa mfano katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu ameeleza azimio au shabaha ya kumuumba mwanadamu aliposema kwamba wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kwamba nimewaumba majini na watu ili wapate kuniabudu. Ushafahamu? Kwa hivyo anasema kwamba baada ya Mwenyezi Mungu kumuumba mwanadamu
akatengeneza na njia za kumsaidia kuweza kufaulu katika shabaha hii. Kwa hivyo chombo alichokitengeneza Mwenyezi Mungu kumsaidia mwanadamu kufanya ibada ni lugha. Kwa hivyo akaumba lugha ili imsaidie mwanadamu kutekeleza shabaha hii vizuri. Na pia vile vile kabla Mwenyezi Mungu hajamuumba mwanadamu, akaweka na mahitaji ya kimsingi ambayo ni ya lazima kwa ajili ya maisha ya mwanadamu, ambayo yanaendana pia na sifa za kimsingi za kiasili za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mfano katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu amefafanua vizuri kwamba kabla ya kumuumba mwanadamu ameweka yale mahitaji ya kimsingi ya kiasili. Kwa mfano ameweka hewa, kwamba mwanadamu anahitaji hewa ili kuweza kupumua na kuendeleza shughuli zake za kila siku. Ameweka anga au mwangaza, kwamba mwanadamu anahitaji mwangaza ili kuweza kuona na kufanya mambo mengine ya kila siku. Kwa mfano tunahitaji zile miale za jua, bwana mtangazaji, ili kuweza kuona. Pia Mwenyezi Mungu akaiumba ardhi, kwamba kutokana na ardhi mwanadamu aweze kufanya mambo ya kilimo na shughuli zingine mbalimbali za kumwezesha kufaulu katika malengo yake ya kimaisha. Kwa hivyo haya yote ambayo Mwenyezi Mungu ameyaweka katika asilia ya mwanadamu inaendana na sifa ya Mwenyezi Mungu ya asili ambayo ni Ar-Rahman. Kwamba kutokana na sifa hii ya huruma Mwenyezi Mungu akaweka haya mahitaji ambayo yanamfaa kila mwanadamu au kila mtu bila kujali ni wa dini gani au wa rangi gani au kabila gani. Pia ikiwa mwanadamu atatumia haya mahitaji ya kiasili vizuri na kupata matokeo mazuri, pia kuna ile sifa ya Mwenyezi Mungu ya kiasili ambayo inaambatana na hili. Kwa mfano ikiwa mwanadamu atumia ardhi vizuri kufanya kilimo, akatumia ile maji kunywesheleza ile mimea na kadhalika, akatumia mwangaza vizuri, kwa sababu tunajua kwamba ile mimea kutengeneza chakula inatumia zile miali. Katika science tunaita ile photosynthesis, ile process ya kusaidia mimea kutengeneza chakula. Kwa hivyo ikiwa atatumia hivi vyote vizuri, matokeo ni kwamba atapata mavuno makubwa ambayo atamfanya kuishi vizuri bila matatizo. Kuna sifa ya Mwenyezi Mungu ambayo inaambatana na hili ambayo ni Ar-Rahim, kwamba kwa kufanya juhudi mtu anapata matokeo ambayo yanaambatana na ile juhudi yake. Ushafahamu? Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasallam anafafanua kwamba ni Qur'ani pekee ambayo imeweza kufafanua hizi sifa nyeti kati ya Ar-Rahman na Ar-Rahim ambazo ni sifa za asili za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na pia ameeleza pia sifa nyingine kubwa ambayo pia ametoa aya yake kutoka Qur'an tukufu, ambapo Mwenyezi Mungu anasema kwamba alhamdulillahi rabbil alamin, kwamba katika aya hii Mwenyezi Mungu ameitwa ni Rabb, kwamba ni mlezi. Na Sayyidna Ahmad alayhi salam anasema kwamba mlezi au Rabb katika vitabu vya lugha inatoa maana nyingi, karibu 7 ambazo ni kubwa, ambazo ni sifa za Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa mfano katika neno hili kumetoka sifa kama mudabbir, sifa kama qayyim, sifa kama murabbi, sifa kama mutamim na kadhalika. Hizi sifa zote ni sifa ambazo zinamhusu tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia kuna sifa kama Malik, As-Sayyid na kadhalika. Ni sifa ambazo zinamhusu tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo ni sifa ambazo zinaonyesha kwamba Mungu ni mpangiliaji wa mambo, na ni mpangiliaji kutokana na ile ujuzi wa kujua yale yaliyopita na ambayo yanakuja. Kwa hivyo akafanya mpangilio vizuri bila ambaye hawezi kuleta hitilafu zozote, kwamba Mwenyezi Mungu ni mlezi, kwamba anapeana, analea mwili wa mwanadamu na roho yake ili kufikia ule ukamilifu wa uumbaji wake. Ushafahamu? Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salam anafafanua kwamba ni katika lugha ya Kiarabu peke yake tunapata muongozo kama huu. Na pia katika kitabu hiki amepuuzilia mbali zile sherehe na ile furaha ya Wakristo kusema kwamba katika Biblia Mwenyezi Mungu ameitwa kwamba ni Baba, jina ambalo halipatikani katika Qur'an tukufu. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam anasema kwamba kwa mujibu wa vitabu vya lugha, kamusi za lugha zinasema kwamba neno baba ni sifa duni sana ambayo haifai kuambatanishwa na Mungu mwenye enzi. Kwa mfano anasema kwamba kiumbe chochote cha kiume chenye uwezo wa kutoa mbegu ya kiume na kuzalisha kina haki ya kuitwa baba katika lugha kisheria. Anasema kwa mfano mnyama kama mbuzi, tuchukulie kwa mfano kwamba mbuzi na zile kiherere zake na fujo zake za kimahaba, ikiwa kutokana na hizi fujo akaweza kusalisha mbuzi wa kike, kukapatikana mbuzi wadogo wa kiume, mbuzi wadogo, wana haki ya kumuita huyu baba, au huyu ana haki ya kuitwa baba sababu yeye akazalisha wale watoto. Ndio pia hata mnyama kama nguruwe kwa mfano. Nguruwe tunamjua kwamba ni mnyama ambaye hajui ni saa ngapi au ni lini au ni wapi atajamiana na nguruwe wa kike. Sasa anasema kwamba ikiwa hili lifanyike
na wazaliwe nguruwe wa kike, yule nguruwe baba aliyetoa ile mbegu ya kiume ana haki ya kuitwa baba kisheria au kwa mujibu wa lugha. Hata mbwa kwa mfano, chukulie mbwa pia tunawajua kwamba wao pia tabia yao haina mpangilio mzuri, kwamba wanaweza fanya chochote wakati wowote. Anasema kwamba ikiwa huyu mbwa azae mtoto ana haki ya kuitwa baba. Kwa hivyo anasema kwamba sasa sifa ambayo inaambatanishwa na wanyama kama nguruwe na mbwa na mbuzi na kadhalika haiwezi kuambatanishwa na Mwenyezi Mungu ambaye ni Mungu mwenye enzi. Anasema kwamba sifa aliyopewa Mwenyezi Mungu katika Qur'an tukufu ni Rabb, ni mlezi. Na hii sifa ina maana kwamba Mungu akiwa mlezi anaangalia mahitaji ya kila kitu anachokilea, kwamba kimepata mahitaji yake kwa wakati unaofaa na mahali panapofaa. Kwa hivyo akapuuzilia mbali sifa ya baba kuambatanishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asante sana kwa kutueleza. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sifa ya Mwenyezi Mungu kuu ya Rabb, na hii ni zawadi. Unajua vipindi vyetu havitazamwi na Waislamu pekee, pia Wakristo wanatazama vipindi vyetu. Kwa hivyo hii ni zawadi kwa Mkristo, badala ya kumuita Mungu wake kuwa baba, basi amuite ni nani? Rabb. Ni Rabb ambaye ni Lord. Thank you. Asante sana kwa kutueleza kuhusiana na Rabbil Alamin. Naam, katika kitabu hiki kuna dibaji ambayo Masih Maud alayhi salatu wasalam amekiandika. Ameelezaje hoja ya kuwa katika dibaji ya Minarur Rahman kuthibitisha ubora wa Qur'ani na Kiarabu yenyewe, na pia akieleza hali ya dunia wakati huu. Mwanzo ieleweke fika kwamba dibaji maana yake ni kueleza kama neno la mbele ama unwani kamili kwa undani wa kitabu husika. Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alipoandika hii dibaji alihusisha mambo mengi sana katika kuiandika. Jambo la kwanza, Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam aliandika wakati ambapo dunia ilikuwa imeingia katika giza totoro. Watu walikuwa wamesahau hata maadili hawana, imani imetoweka, dhulma na ufasiki zimeenea kila mahali, na watu wameingia katika maisha ya malimwengu yasiyokuwa maisha ya ustaarabu, yasiyokuwa maisha ya murua, yasiyofuata sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulikuwa ni wakati ambapo kweli Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alikuwa na huzuni kuhusiana na picha aliyokuwa anaiona duniani. Sasa akaanza kuandika dibaji ya kitabu hiki akieleza kwamba kwanza kitabu chenyewe Mwenyezi Mungu ni zawadi ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye mlezi wake, aliyemfunza, aliyemjalia haya maarifa. Sasa ikawa kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye aliyemjalia haya maarifa, akaelezea kwamba hii yote imetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili ambalo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alielezea katika dibaji ya Minanur Rahman ni kwamba alirejelea swala la Qur'ani tukufu na lugha ya Kiarabu. Akasema kwamba kwa hakika lugha ya Kiarabu ndiye mama wa lugha zingine zote, na akaelezea kwamba na Qur'ani tukufu ndicho chombo sasa ambacho kinaakisi yale matakwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika lugha ya Kiarabu na kuelekeza kwa wanadamu wote. Kwa hivyo bila lugha ya Kiarabu na bila Qur'ani tukufu, wanadamu wangebaki katika hilo giza totoro. Wangebaki hawana imani, wangebaki matendo yao ni ya kishenzi peke yake. Lakini kwa sababu hii Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam akaeleza kwamba sasa binadamu sahihi, kwa yule mwenye kutaka maarifa, anaweza kumjua Mwenyezi Mungu vizuri kupitia lugha ya Kiarabu na Qur'ani tukufu. Mwisho akaelezea kwamba ni lugha ambayo imeelezea sifa asili za Allah Subhanahu wa Ta'ala zidumuzo milele. Kama kwa mfano akaelezea sifa ya Khaliq, kwamba Mwenyezi Mungu ni muumbaji. Hii imetokamana na lugha ya Kiarabu na Qur'ani tukufu. Ar-Razzaq, kwamba ni mtoaji riziki, na ambaye ni Hayy, ambaye kazi yake ni kupeana uhai na ufufuo kwa ujumla. Haya mambo yote Allah Subhanahu wa Ta'ala alimjalia Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam maarifa ya kuchambua na kueleza, na kwa hivyo dibaji hii peke yake hata ilitosha kumsaidia mtu kuielewa kwa undani sana madhumuni ya Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam. Mwalimu Saibu kumeeleza kwa ustadi zaidi kuhusiana na haya, na pia ukasema ya kuwa yani kazi zake zote haswa katika kuandika hata vitabu vyake
yule ambaye alikuwa akimuongoza ni Allah subhanahu wa ta'ala. Asante sana Mwalimu Saib. Naam, kulingana na maneno ya Masih Maud alayhi salatu wasalam, Kiarabu ni lugha ya kibinguni na pia ni lugha ambayo ni mama ya lugha zote. Je, katika historia ama hadithi yoyote, kunayo hadithi ambayo alieleza Masih Maud alayhi salatu wasalam kuhusiana na mambo haya? Tafadhali. Ni kweli kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ameeleza hadithi mbalimbali za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazodhibitisha kwamba kweli lugha ambayo ni ya kwanza na lugha ya mbinguni ni lugha ya Kiarabu. Na amesema kwamba hata Nabii Adam alayhi salatu wasalam, hii ni kutokana na maneno ya Bwana Mtume, kwamba hata Nabii Adam alayhi salatu wasalam lugha aliyotumia kule peponi ilikuwa ni lugha ya Kiarabu. Na Mwenyezi Mungu wakati ameteremsha lugha hii ya Kiarabu, akateremsha na Qur'an tukufu katika hiyo lugha ya Kiarabu ili kuweza kufafanua hiyo lugha kwa ufasaha mkubwa, kama Mwenyezi Mungu mwenyewe alivyosema kwamba inna anzalnahu Qur'anan arabia la'allakum ta'qilun, kwamba hakika tumeteremsha Qur'an hii kwa Kiarabu ili upate kufahamu. Hivyo ni wazi kwamba Mwenyezi Mungu ameiteremsha lugha ya Kiarabu na akateremsha Qur'an ili kufafanua hiyo lugha ya Kiarabu. Na Mwenyezi Mungu anadhibitisha kwamba ni kweli watu walikuwa na lugha moja, kama alivyosema kwamba watu walikuwa ni kikundi kimoja, lakini baada ya hitilafu mbalimbali watu wakaanza kutawanyika. Na historia inashuhudia kwamba watu walisafiri kutoka sehemu mbalimbali ili kuweza kufika mahali walipo leo kwa sababu mbalimbali, labda kwa sababu ya njaa, mapigano, magonjwa na kadhalika. Watu waliweza kutoka sehemu mbalimbali wakakuja sehemu mbalimbali kwa sababu ya hizo shabaha. Na ni wazi kwamba walipokuwa wakiishi pamoja lazima walikuwa na lugha moja, na hiyo lugha ni lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo hizi lugha zingine ni matokeo ya hizi kutoka kwa Kiarabu. Kwa mfano huku kwetu, bwana mtangazaji, tunajua kwamba tunatumia lugha ya Kiswahili. Na lugha ya Kiswahili asilimia kubwa maneno yake ni kutoka kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo inadhibitisha wazi kwamba hizi ni mama wa lugha zote ni Kiarabu, na mama wa vitabu vyote ni Qur'an tukufu. Kwa hivyo kwa ufupi, bwana mtangazaji, ni wazi kwamba lugha aliyoiteremsha Mwenyezi Mungu ni Kiarabu, na kitabu alichokiteremsha Mwenyezi Mungu kufafanua hiyo lugha ya Kiarabu ni Qur'an tukufu. Asante sana, na nina furaha sana kwa kusikia unataja lugha ambayo tunatumia katika kipindi chetu, Kiswahili. Na pia sio Kiswahili peke yake, ukienda kule West Africa kuna malugha nyingi kama Hausa. Unapata maneno mengi yametoka katika lugha ya Kiarabu, na hapa Kiswahili kuna maneno mengi ambayo yametoka kwenye lugha ya Kiarabu, na pia Asia lugha ya Kiurdu, lugha ya Kiindonesia. Asante sana ndugu wangu ambayo umetueleza kuhusiana na lugha ya Kiarabu katika kitabu hiki Minanur Rahman. Mungu awaongeze zaidi. Muda imetupa kisogo, ningependa tuendelee zaidi kuchambua na kueleza yule mtazamaji, walakini tutaendelea katika kipindi kijacho. Asanteni sana kufika katika studio yetu. Asante. Naam, ndugu mpendwa mtazamaji, nina uhakika unaelimika zaidi, na hasa katika kipindi cha leo kupitia kitabu cha Masih Maud alayhi salatu wasalam Minanur Rahman. Basi kuwa nasi katika kipindi kijacho, kwa sababu muda umetupa kisogo, na Mwenyezi Mungu akuwe na wewe ukielimika kupitia vitabu vyake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा, ऐ आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा।